alikuwa ndani yake. Hiyo pointi ya kwanza. Roho wa Bwana alikuwa ndani yake. Hiyo ndio pointi ya kwanza. Tutaenda kujifunza mahali hapo. Anasema ya kwamba huyu mfalme aliwaweka maliwali wangapi? 120. Na katika hao maliwali 120 akawachagua watu wengine watatu juu yake, akawaweka ili wao ndio wawe wanafuatilia hawa maliwali wengine. Na unapozungumza habari ya maliwali kwa leo ni kama wakuu wa mikoa. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa leo ni kama wakuu wa mikoa. Kwa 120 huyu Dario akawaweka kwenye ufalme wake, lakini akahitaji watu wachache juu yake. Akasema katika wale watu watatu juu, mmoja wao alikuwa nani? Danieli. Maana yake katika watu ambao walikuwa wanawajibika kwa mfalme Dario, jumla walikuwa watu ngapi? 120 na ngapi? Na tatu. Kwa sababu alipowachagua wale 120 akawachagua wengine watatu, na katika hao watatu akamuona mtu mmoja anaitwa Danieli ambaye Roho wa Bwana alikuwa juu yake. Tumsifu Yesu Kristo. Huyu ndiye akawaongoza wote. Kwa tafsiri nyingine tunaweza tukasema ndiye aliyekuwa waziri mkuu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Alikuwa nani wapendwa? Waziri mkuu. Alikuwa waziri mkuu. Lakini kwa nini alikuwa waziri mkuu? Ni kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba Roho wa Bwana alikuwa wapi? Juu yake. Na akasema hiyo Roho wa Bwana ilimpelekea yeye akapata nini? Akapata sifa kwa sababu roho bora ilikuwa ndani yake. Wapendwa watu wa Mungu, jana tumesema mjue sana Mungu. Manake julikana sana kwa Mungu. Kilichofanya Danieli akapata kibali mbele ya Dario si kwa sababu Dario alimuona Danieli ni mzuri sana. Hapana, ni kwa sababu Danieli alikuwa ameshapata kibali kwa Mungu. Mungu akikupa kibali na wanadamu watakupatia kibali. Kwa kibali cha Dario ni kwa sababu Mungu alishampa kibali katika ulimwengu wa roho. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo si kwa sababu Dario alikuwa na jicho zuri sana, ni kwa sababu tayari Mungu alisharuhusu Danieli awe mfano, ana Roho Bwana ndani yake, na kwa sababu tayari ana nguvu ya Roho Mtakatifu, yeyote atakayemwona Danieli atamuona kwa jicho la tofauti. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kilichopelekea Dario ampe kibali Danieli ni kwa sababu tayari katika ulimwengu wa roho Danieli alikuwa na kibali. Tumsifu Yesu Kristo. Huwa nawaambia watu usitafute kujulikana na watu, julikana kwanza na Mungu. Julikana na Mungu mpendwa. Usitafute kujulikana na wanadamu. Julikana na wapendwa. Na wanadamu watakutambua kwa sababu ya Mungu uliyembeba. Mungu wako ni wa thamani sana. Hebu nisaidie kumwambia mtu mmoja mahali hapa, Mungu wako ni wa thamani sana. Mungu wako ni wa thamani sana. Tumsifu Yesu Kristo. Unaweza ukakaa na watu waliosoma profesa, PhD, wewe hauna, kwa sababu una roho nzuri ya Bwana ndani yako. Tumsifu Yesu Kristo. Tafuta kibali cha Mungu, kibali cha wanadamu kitakuja. Huo ndio ujumbe wetu wa leo. Tafuta kibali kwanza cha Mungu. Usitafute kukubalika na wanadamu. Mungu akukubali kwanza. Mungu akisha kukubali, mahali popote utaenda, hautaenda wewe, ila ni Mungu atakutangulia mbele yako. Si wewe utakaenda. Na ndio maana nasema huyu Danieli alionekana kwa nini? Kwa sababu ana roho bora ndani yake. Ana Roho Mtakatifu ndani yake. Ana mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Ana matunda ya Roho Mtakatifu. Ana karama za Roho Mtakatifu. Ana tafsiri ndoto. Alikuwa na kila kitu ambacho Roho wa Bwana alikuwa amemjalia huyu Danieli. Tuombe nguvu ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo wapendwa. Hebu nisaidie kumwambia mtu mmoja mahali hapa, omba kibali cha Mungu.